Kama ninavyojieleza, ni kamati ya mashindano ya vilabu vya wanaume kwenye level ya FIFA. Kwa maana ya kwamba ni kamati ambayo inaundwa na halmashauri ya uongozi ya FIFA kwa lengo la kusimamia mashindano ya club za wanaume kwenye eneo la mpira wa miguu. So hiyo ndio definition fupi ya hiyo kamati. Naweza nikapata shida sana kujibu swali lako kwamba kuteuliwa kwa Engineer Hersi kwenye hii kamati kuna maana gani kwa klabu za Tanzania na klabu za Afrika. Naweza nikawa na majibu mawili. La kwanza, kwenye eneo la klabu za Tanzania ni nembo ya mpira wa Tanzania kwenye eneo la clubs, kwa sababu ni ni club president wa Young Africans. Lakini tunapoenda kwenye level ya Africa, the same applies, kwamba ni nembo kwenye club za Afrika kwa sababu ni president au ni mwenyekiti wa umoja wa club za soka barani Afrika. Kwa hiyo hii maana yake ni kwamba Young Africans walichagua mtu sahihi wa kuwaongoza, na tulipokuja kwenye ngazi ya Afrika, viongozi walioshiriki kwenye ule uchaguzi wa kuchagua nani awe kiongozi wa kuliendesha au kuendesha hichi chama cha club za Afrika au umoja wa vilabu wa Afrika, walikuwa sahihi sana kumchagua Engineer Hersi. And that's why wameona potential yake, wakasema tukimleta akiwa ni miongoni mwa wajumbe wa kamati ya mashindano ya club kwa level ya dunia, kuna kitu tunaweza kuwa tumekitengeneza ambacho kina taswira nzuri. At the same time tunaweza tukasema kwamba ni kama kuweka mizania sawa, kwa sababu tunapozungumzia clubs kwenye level ya ulimwengu tunazungumzia Club World Cup ambayo inahusisha klabu zile zenye vigezo zilizofuzu kwenda kucheza mashindano yale ya Club World Cup. Kwa hiyo Afrika tuna wawakilishi, na vile vile kama bara tuna umoja wa vilabu ambao ndio kiongozi ni Engineer Hersi. Kwa by any means, yani hakuna namna mnaweza mkaandaa chombo kitakachokuwa kinasimamia clubs ulimwenguni halafu msigusi bara la Afrika. Sasa mkija bara la Afrika, the first person mtakayemuona ni yule anayewakilisha klabu zote barani Afrika, ambaye si mwingine ni Engineer Hersi. Kwa hiyo kwa haraka tu kwa kujibu swali lako, maana yake ni kwamba klabu za Tanzania zilichagua mtu, Young Africans walichagua mtu sahihi ambaye amewakilisha klabu za Tanzania kwenye ngazi ya Afrika. The same kwenye eneo la Afrika walichagua mtu sahihi ambaye anaenda kuwakilisha kwenye level ya ulimwengu. Majukumu ni kushiriki kwanza vikao ambavyo vitakuwa vimeitishwa kwa lengo la kujadili masuala mbalimbali yanayohusiana na mashindano ya club kwenye level ya ulimwengu au kwenye level ya dunia. So the big role ambayo atakuwa nayo Engineer Hersi ni kushauri juu ya kitu gani kinapaswa kufanyika ili kuendelea kupata ule msisimko wa mashindano ya club kwenye level ya dunia, ambayo I think from what I understand yatakuwa ni 2029. Kwa hiyo kuanzia ile tarehe ambayo ulifanyika uteuzi wake tarehe 2 mwezi huu kama sikukosea, mpaka kufikia 2029 ambapo ndiko tutakapoenda tena kukutana na mashindano ya club kwenye level ya FIFA, ni kwamba kutakuwa kunafanyika maandalizi tofauti. Kutakuwa kuna mikutano ambayo watakuwa wanakaa wanajadili ni kitu gani na kitu gani kifanyike kwenye mashindano ya 2029, kitu gani kisifanyike, kitu gani kiongezwe kutoka kwenye yale mashindano yaliyofanyika mwaka huu. Kwa hiyo ni more of kushauri, yani atakuwa ni sehemu ya washauri ambao watakuwa wanashauri ni nini na nini kifanyike ili kupata mashindano yaliyo bora. Yani mchango ambao anaweza akatoa Engineer Hersi kwenye hii kamati ni kulingana na agenda zitakazokuja kuwekwa mezani. So atashauri kulingana na current situation itakayokuwepo kwa wakati huo, atashauri kulingana na aina ya mashindano, eneo la mashindano
na budget ya mashindano, yani the whole situation itakayokuwa imezunguka mashindano ndicho kitakachokuwa kina drive ni nini na nini ambacho anaweza akashauri. Lakini pia itategemeana na nature ya wanaoenda kutekeleza kile ambacho yeye atakuwa ameshauri, whether ni kwa kusimamia au kwa kushauri. Itategemeana na kilicholetwa mezani kwao. Wao kama kamati watalitoa agenda gani na wanapaswa kufanya maamuzi based on nini. Kwa hiyo hivi ndivyo vitu ambavyo mtu unaweza ukavizungumza kwa haraka kwamba ni kitu gani engineer Hersi anaweza kukifanya. Itategemeana na real situation ambayo itakuwepo kwenye wakati huo na agenda itakayokuwa imewekwa mezani, kwa sababu ni mjumbe ambaye anaweza akakaa kujadili na kuwa sehemu ya kupitisha jambo ambalo au kutopitisha jambo ambalo litakuwa limeletwa. Kuna eneo moja ambalo nadhani uteuzi wake utaenda kuathiri, napo ni kwenye thamani ya mpira wa Tanzania. I think ni mtu ambaye atakuwa akionyesha in direct way kwamba ni namna gani mpira wa kisasa unapaswa kuendesha, kwa sababu anakutana na watu tofauti kwenye high rank ambao wataenda kuonesha ni namna gani soka la kisasa linapaswa kuendeshwa. Kwa hiyo ninaamini atakuja kumodernize zaidi mpira wetu, kwa kuanzia na Young Africans ambapo yeye ni kiongozi moja kwa moja. Kwa hiyo atakuwa anachota maarifa kutoka kwa wenzetu walio advance zaidi na kuja kuyapesti kwenye maisha yetu ya Kitanzania, ingawa kunaweza kukawa kuna ugumu kulingana na nature ya aina ya watu wanaofanya nao kazi, mazingira ambayo anayofanya kazi, miundombinu anayofanya nayo kazi hapa nyumbani. Lakini as time goes on atakuwa anazidi kuleta vile ambavyo vitakavyokuwa vinaonekana vina impact kwa mpira wa Tanzania. So naamini transparency itaongezeka kwa kupitia yeye, kwa sababu ni moja kati ya vitu ambavyo vinahamasishwa huko. Weledi utakuwa kwenye high level, hasa ndani ya klabu ya Young Africans ambako yeye ndiko ambako ana operate. I expect kutakuwa kuna ushirikiano, yani ule muundo na utendaji wa kitaasisi tunatarajia zaidi kuona kwenye mpira wetu wa Tanzania, hasa ndani ya klabu ya Young Africans ambako yeye ndiko hasa ambako anakohusika. Then klabu nyingine nchini Tanzania watakuwa wanaiga kutoka kwenye kile ambacho kitakachokuwa kinafanywa na Young Africans. Kikiwa positive wanasema yes, this one we can take it, wanakuja wanaadapt na wao, maisha yanaendelea. So by any means, tukiwa ni binadamu ambao tuna uwezo wa kusoma na kungamua mazuri, kuna vitu positive tutavipata kutokana na uteuzi wa Engineer Hersi. Sifa ya kwanza kabisa ambayo mimi naamini imempa nafasi kubwa sana ya yeye kuteuliwa ni kitendo cha yeye kuwa kiongozi wa umoja wa klabu barani Afrika. Hii ni moja kati ya sifa ambazo na uhakika kwa zaidi ya 50 mpaka 70. Hii ni moja kati ya sifa ambazo zimetumika, kwa sababu hauwezi kufika sehemu ambayo haujaelekezwa wala hauifahamu. Tayari wameshaona kwa muda ambao amefanya kazi na shirikisho la soka barani Afrika akiwa kama mwenyekiti wa umoja wa klabu barani Afrika, ameshauri vipi, ametoa mapendekezo gani, amereact vipi kwenye baadhi ya matukio ambayo yametokea. So hivyo ni vitu ambavyo wamevizingatia hawa ambao waliomteua. Lakini based on education, ni mtu ambaye anajipambanua kama msomi na unaweza kuona the way ambavyo ametransform Young Africans ambavyo inavyoendeshwa sasa hivi, the way ambavyo timu inavyo operate baadhi ya matukio. Unaweza ukaona ile convincing power yake alionayo kwenye kusajili wachezaji. Hivi vyote ni vitu ambavyo wanaviangalia, kwa sababu unapokuwa mjumbe wa kamati sometimes utahitajika kutoa kitu ambacho kinaweza kikaja kuleta ile positive impact kwenye kamati ambayo wewe unaoifanyia kazi. Sasa ukiwa sio mtu ambaye unaweza ukamrob mtu na akakubaliana na kile ambacho wewe unachokizungumza, sidhani kama unaweza ukawa kwenye sehemu nzuri sana ya kuiongoza taasisi na yote ile. So kitendo cha yeye kuwa rais, kuwa mwenyekiti wa umoja wa klabu barani Afrika, lakini the way ambavyo amekuwa akiattempt kuinteract na baadhi ya watu, kwa mfano yule
I think ni president wa PSG, yule ni rafiki yake. So wana interact sana. Kwa hiyo unaweza ukaona cycle ya watu ambao walionao ni watu wa mpira, anakuwa trusted na mtu kama rais wa umoja wa vilabu barani Ulaya, ambaye wanakuwa wana communicate, wanabadilishana mawazo hapa na pale. Kwa hiyo ni mtu sahihi sana ambaye amechaguliwa kwenye hii kamati. Cha msingi keep respect ya mpira wa Tanzania, aendelee kuilinda heshima yake. Mwisho wa siku ametengeneza barabara kwa watu wengine kuendelea kuaminiwa na kuchaguliwa kwenye hizo nafasi, kama ambavyo amechaguliwa wengine, kama huyo kuna mwanamama ambaye amechaguliwa kwenye kamati ya mashindano ya kina dada, women's competitions, somebody named Haji, lakini pia rais wa TFF Waliskalia naye kachaguliwa kwenye kuwa vice president wa kamati ya inayoshughulika na soka la ufukweni, if I'm not mistaken. Kwa hiyo ni watu watatu ambao wamechaguliwa kwenye nafasi kubwa sana, na ukizingatia mazingira ya nchi yetu, umbali tuliopo kwenye ranks za soka, lakini tunakuwa na viongozi ambao wanaweza wakapanda mpaka kwenda kuwa kwenye vice president. Maana yake ni kwamba kuna namna ambavyo mpira wetu unavyopiga hatua. So hawa ambao wamepata hii nafasi wailinde hii nafasi, kwa maana ya kwamba wa protect image zao. Wakishazi protect image zao, wanakuwa wameprotect na image ya mpira wa Tanzania. Kama nilivyosema, kitu ambacho tunaweza tukakitarajia kutoka kwa Engineer Hersi ni kubadilika kwenye uendeshaji wa soka letu. Anaenda kukutana na watu ambao wako more advanced, they work in professional environment, wanafanya vitu kwa weledi sana. So nataraji kuona hivi vitu binafsi, na expect kuona hivi vitu. Tunapaswa kuachana na siasa za mpira wa Tanzania. Yani huko ambako Engineer Hersi anakoenda, anapaswa kusoma na anapaswa kumove kutoka kwenye dirty games za mpira wa Tanzania, tuishi kwenye professional world ambayo itatusaidia sasa kuweza kumatch na mataifa ya wenzetu the way ambavyo yanavyo-operate mambo yao. So kama kuna kitu ambacho mimi nakitarajia, mpira wetu kwa advance kwenye eneo la utendaji, tufanye kazi kwa weledi, tufanye kazi in terms of cooperation, yani tuishi kitaasisi, yani tusiishi kibinafsi, mimi nachuki na yule, mimi namchukia huyu, mimi hivi, no, yani tuishi kitaasisi. Yani ukifanya maamuzi kama rais wa Young Africans, yani usifanye maamuzi kama Engineer Hersi. Ukifanya maamuzi kama Engineer Hersi, yasiathiri Young Africans. I expect these things, ndio vitu ambavyo anaweza akaja kuvibadilisha kwenye mpira wetu. Kwenye mazingira yoyote yale, mtu ili ufanikiwe unahitaji watu waliofanikiwa wakuzunguke, na unahitaji kuwa na watu ambao wanaona umuhimu wako. Ukishakuwa na watu ambao waliofanikiwa and the same people wanaona umuhimu wako, itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kufanikiwa. So kitu pekee yake ambacho nadhani kinaweza kikawa ni somo kwa viongozi wengine, watumie fursa pale zinapokuwa zimejitokeza, wazitumie. Ilijitokeza fursa ya kuja kuwa rais wa mwenyekiti wa umoja wa klabu wa Afrika. Kwa taarifa nilizozipata, hata Try Again alikuwa amechaguliwa kwenye hiyo nafasi, lakini akaikataa. Akachaguliwa Moise Katumbi, if I'm not mistaken, naye pia akaikataa, ndo akawa amechaguliwa Engineer Hersi. Ametumia hiyo fursa, leo imebaki historia. So tutumie fursa zile zinazokuwa zimejitokeza, lakini pia tujitahidi kujihusianisha na watu ambao wanaweza wakawa na impact, positive impact kwenye yale ambayo tunayofanya kwenye maisha yetu. Cha kwanza kabisa, kuchaguliwa kwa viongozi wengi kutoka Afrika kwenda kwenye hizi kamati tofauti za mashindano hakuathiri bajeti zetu. Yani hakuna namna ambavyo kunaweza kukaathiri bajeti zetu. Kuwaleta Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Manchester City kucheza barani Afrika sio issue ya CAF. Sio issue ya ECA kama umoja wa klabu barani Afrika. Ni issue ya clubs ambazo zitakuwa zinaona kuna umuhimu wa kucheza na hizi timu. So nikikwambia eti kwa sababu Engineer Hersi na viongozi wengine barani Afrika wameteuliwa kwenye zile kamati, then tutarajie kuona timu kutoka Europe zitakuja Afrika kufanya maybe tours au kuinteract na klabu za Tanzania au Afrika, labda kutakuwa kuna wepesi.
kwa klabu za Afrika kwenda kujifunza Europe, kwa sababu tayari kuna hiyo interaction imeandaliwa. Lakini tusitaraji kwamba kuna klabu itatoka Europe eti kwa sababu Engineer Hersi ni mjumbe wa kamati ya mashindano, au yule mtoto wa Motsepe yupo kwenye kamati, yule mwanadada mtoto wa mmiliki wa Kaizer Chiefs yupo na yeye kwenye hizo kamati, then tutarajie kwamba from nowhere tuanza kuiona Madrid inakuja, Arsenal inakuja, tusiongopeane. Yani these are minor issue, yani ni vitu vidogo sana kwao, yani ni vitu vidogo sana, ni vitu vikubwa kwetu, kwa sababu ni kama soka la ulimwengu lilikuwa limetutenga, ndio maana tunaona kama ni big issues, lakini kwao ndio maana unaweza kuona yani Florentino Perez anaichallenge UEFA, Florentino Perez anaichallenge FIFA, yani sio issue kwao. Kwa hiyo tusitaraji kwamba siku moja tunaona Madrid anakuja kucheza na Yanga, anakuja kucheza na Simba eti kwa sababu Engineer Hersi ameenda kwenye kamati za mashindano. Hicho kitu hakiwezi kutokea. Tunapaswa kufanya kila kitu kwa weledi. Yani hizi appointment itakuwa ni aibu kama siku moja wameenda huko kwenye vikao afa anaweza bana, nasikia kuna timu iligoma, yani bado mnacheza mpira wa aina hiyo, yani it's just a shame. Kwa hiyo tunapaswa kutoka huko, twende tufuate weledi, lakini hivi slogan vya hapa na pale, yani tuishi kwenye professional wise, yani tuishi kwenye ile professionalism. Tukiishi kwenye professionalism, nafasi zitaendelea kuja. Hawa wameanza, I expect kuna watu wengi sana watakuja kupata hizo nafasi za uteuzi, kwa sababu mpira ndio kitu pekee yake ambacho kinaunganisha ulimwengu bila kujali ranks.